Azma ya Fred Matiang'i kuwania urais mwaka 2027 yashika kasi, akitikisa ardhi kwa kufumua malori ya kampeni. Karibu kwenye taarifa zetu za Lazod Media, na nakuomba sana uchukue sekundi yako moja upige subscription. Asante. Aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Daktari Fred Matiang'i ametoa dalili zote kuwa azma yake ya urais ya mwaka 2027 haiwezi kusitishwa. Matiang'i ni miongoni mwa viongozi wa kisiasa wanaotaka kumvumua madarakani Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Mnamo Jumatatu Juni 2, Wakenya walipata taswira ya kujiandaa kwa Matiang'i baada ya lori la kampeni lililokuwa na chapa ya rangi ya Jubilee Party kuonekana. Lori hilo lililokuwa na sura ya Matiang'i lilikuwa limeegeshwa nje ya makao makuu ya chama cha Jubilee kuashiria maandalizi yake ya kuwania urais mwaka 2027. Gari hilo lililopambwa kwa rangi nyekundu na nyeupe za Jubilee lilikuwa na kauli mbiu ya mbele pamoja, msemo unaopendwa na kilichokuwa chama tawala. Matiang'i hivi majuzi alitangaza mipango ya ziara ya nchi nzima kutafuta uungwaji mkono kwa azma yake urais, huku chama cha Jubilee kikiidhinisha rasmi kuwania kwake. Matukio ya hivi punde yalivutia hisia tofauti kutoka kwa Wakenya, huku wakili mkuu Ahmed Nasir Abdullahi akipendekeza kuwa Matiang'i atakuwa mtu wa kushughulikia mwaka 2027. Msemaji wangu, Wakenya mbalimbali walitoa maoni yao kuhusiana na Fred Matiang'i, kampeni zake. Kama mfano, Hezbon alisema kwamba ninamuunga mkono, kizingatiwa kuwa imethibitishwa bila mashaka yoyote kwamba Uhuru alikuwa bora kuliko Ruto. Mwingine anayefahamika kama Mwanakemia Kajapala akasema nampendelea Matiang'i kuliko Ruto. Mkenya yeyote mwenye akili timamu anataka kiongozi makini ambaye anamaanisha anachosema. Mwisho kabisa ni Sami Sam aliyetoa maoni yake pale akisema kila laheri bwana, kwa neema ya Mungu umepata kura yangu. Mtazamaji wangu, ndizo taarifa za hivi sasa. Unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section. Zidi kusubscribe, hapa ndipo nyumbani, kituo nambari 1 kote nchini kwa